na pale, na hiyo ni haki ya kila mtu, haki ya kusema kama mambo hayaendi vizuri, unaweza kujitokeza na ukafanya maandamano. Maandamano imehalalishwa na katiba yetu, lakini maandamano yanataka kufanyika kwa njia ya amani. Sisi tulikuwa tunafanya maandamano miaka miwili iliyopita, na tulikuwa tunasema tunataka kufanya maandamano ya amani, lakini ubaya ni kwamba tulipokuwa tukatoka namna hii, tear gas inapigwa kwetu. Sasa tukianza na hii, vijana vile wanaanza kurusha mawe. Tunataka tuache mambo kama haya. Mnaona nchi zingine kama kule Marekani, kule Ulaya, kule Ufaransa, maandamano yanafanyika kila mara. Juzi Israel ilipopiga Iran, kulikuwa na maandamano London, New York, Paris, hata Tokyo. Lakini wanakwenda wanamwambia polisi tutafanya maandamano, wanakubaliana na polisi, maandamano itatoka hapa mpaka pale, kutoka saa hii hadi saa hii. Ikikwisha pale wanatoa matamshi yao pale, alafu wanatoka. Hiyo ndio maandamano ambayo inakuwa ya amani. Tunataka tuweke sheria ili maandamano isilete shida. Kama juzi uliona mwaka jana, yule jamaa anaitwa Malema huko South Africa alisema ataleta nchi kwa standstill, na akakubaliwa. Akakuwa na watu wengi walitoka pale moja wakatembea mpaka pale mwingine, wakamaliza, wakasema mambo yake yote, wakafoka mambo yakakwisha ndio hiyo. Lakini sababu hapa sisi tunaleta fujo, watu wanapigwa, watu wanauawa, hiyo ni sababu maandamano inakuwa na shida katika taifa letu. Hii ni maneno mimi nimeshaambia hata serikali hapa. Tunataka yale maneno ya kuishi. Sasa hiko maneno ambayo niliongea juu yake juzi, ati wakati tulikuwa tunafanya maandamano watu walikuwa wamepata majeraha. Kuna wengine ambao walikufa, hiyo ni 2023. Hata mwaka jana wengine walikufa. Ili tumalize hii maneno yote kama Wakenya, tuanze safu mpya. Nilisema wale ambao walikufa, wazazi wao wapate nini? Fidia. Na hata wale ambao mwaka jana wa Gen Z iwe namna hiyo, na wale ambao wako